Katika yale ambayo yanaendelea kuchukua nafasi kwenye ulimwengu sasa hivi, tumeona kwa mara nyingine tena ikulu ya Marekani, White House, imedokeza kuwa Donald Trump na ushauri wake wa karibu wanajadili uwezekano wa Marekani kuchukua udhibiti wa Greenland, huku rais huyu akiendelea kusisitiza kuwa hatua hiyo ingekuwa na manufaa makubwa zaidi kwa usalama wa taifa lake. Madai hayo yamekataliwa vikali sana na viongozi wa Greenland pamoja na Denmark, mwanachama wa NATO, ambayo Greenland ni eneo lake lenye mamlaka ya kulitawala. Sasa Greenland ni kisiwa kikubwa zaidi duniani na kinapatikana katika eneo la Arctic. Ni miongoni mwa maeneo yenye watu wachache zaidi duniani kwa ukubwa wake, ikiwa na takriban wakazi 56,000, wengi wao wakiwa ni wenyeji wa asili wa jamii ya Inuit. Takriban 80% ya eneo la Greenland limefunikwa na barafu, hali inayosababisha idadi kubwa ya watu kuishi katika ukanda wa kusini magharibi, hususan karibu na miji mikuu kama Nuuk. Hata hivyo, katika miaka ya hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko la mvuto kuhusu rasilimali zake za asili, ikiwemo madini adimu ya ardhini, uranium na chuma, madini ambayo ni dili kweli sasa hivi hapa duniani. Rasilimali hizi zinaweza kupatikana kwa rahisi zaidi kadri mabadiliko ya tabia nchi yanavyoendelea kuyeyusha barafu kubwa linalofunika kisiwa hicho, na rasilimali za madini zimekuwa sehemu ya mkazo wa sera za Trump. Kama utakuwa umefuatilia, ni kitu ambacho anakipigilia, anakiwekea mkazo kweli katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo katika mahusiano yake na Ukraine. Hata hivyo, Trump amesisitiza kuwa lengo lake si madini bali ni usalama wa Marekani. Na katika kauli za Rais Trump mwenyewe amekuzungumza kwamba wanahitaji Greenland kwa ajili ya usalama wa Marekani na si kwa ajili ya madini. Sasa katika kulichakata hili, unafikiri kwamba ni kweli Marekani wanahitaji Greenland kwa kiasi hicho kwa ajili ya usalama wao tu na si madini, kama ambavyo Trump amezungumza mara nyingi akipinga maneno mengi ambayo yanamhusisha na madini? Sehemu yote ambayo Marekani anaingia, basi ujue kuna faida kubwa ambayo anaenda kuitengeneza. Ukianzia kwa miaka ya hivi karibuni, aliweza kumtoa Muammar Gaddafi nchini Libya ili aweze kupata mafuta. Hivi majuzi amemtoa Nicolas Maduro, amemtoa Venezuela mpaka New York. Lengo lake kubwa alikuwa apate udhibiti wa kupata mafuta katika nchi ya Venezuela. Kwa hiyo siwezi kusema moja kwa moja nikakubaliana na kauli yake, kwa sababu inaonekana kabisa kuna sababu nyuma ya panzia, ambapo Greenland tunajua ni tajiri sana kwenye madini ya uranium pamoja na chuma. Hivyo Trump anayamezea mate madini hayo na anataka apate udhibiti wa moja kwa moja kutoka katika madini hayo. Kwa hiyo Trump hiyo ya kusema kwamba anataka kudhibiti usalama wa Marekani, mimi sioni kama ni sababu kubwa. Ikumbuke 2019 Trump aliomba kuinunua Greenland iwe sehemu ya Marekani, na baada ya kushindwa muhula wa pili katika utawala wake, alivyorudi tu Januari mwaka 2025 alihusishwa tena na nia yake ya kutaka kuichukua Greenland iwe sehemu ya Marekani. Ukumbuke ziara ya makamu wa rais JD Vance, alitembelea Greenland mwezi Machi na kuikosoa Denmark kwa kile alichokidai kuwa ni kushindwa kuwekeza vya kutosha katika ulinzi wa eneo hilo. Pia mvutano uliongezeka zaidi mwishoni mwa mwaka 2025 baada ya Trump kumteua bwana Jeff Landry kuwa mjumbe maalum wa Greenland, ambaye amezungumza waziwazi kuhusu kuifanya Greenland kuwa sehemu ya Marekani. Kwa hiyo mimi Trump kauli yake siwezi kuikubali moja kwa moja, kwa sababu Marekani anaonekana ni mroho ambaye anahitaji rasilimali zaidi kuliko utu. Sasa kwa upande mwingine tunaangalia washirika wa Denmark, washirika wengine wa NATO wanasemaje?
kuhusiana na hili swala ambalo limeonekana kushika hatamu zaidi sasa hivi. Maana kwa upande mwingine pia tumeona msimamo wa Trump umeishtua sana Denmark, ambayo kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano wa karibu na Washington na hii ni kwa mujibu wa mwanadiplomasia wa BBC James Landell. So kwa upande wako hili limekaa vipi? Ya, ni kweli, maana waziri mkuu wa Denmark bwana Mette Frederiksen alionya kuwa jaribio la kutaka kuichukua Greenland lingeweza kusababisha kuvunjika kwa muungano wa NATO. Pia waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alipohojiwa iwapo angemwambia Trump achane na Greenland, alijibu moja kwa moja kwamba ndio. Starmer alisaini tamko la pamoja la viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Italia, Poland, Hispania na Denmark likisisitiza kuwa Greenland ni ya watu wake na ni Denmark na Greenland pekee wana mamlaka ya kuamua masuala yanayohusu uhusiano wao. Sasa najua kuna watu watakuwa wanajiuliza kwa nini Denmark idhibiti Greenland. Swala ni kwamba ingawa ni sehemu ya bara la Amerika Kaskazini, Greenland imekuwa ikidhibitiwa na Denmark karibu kilomita 3,000, maili kama 1860 kwa takriban miaka 300 sasa hivi. Lakini maslahi ya usalama Marekani kwa Greenland pia yalianza muda mrefu sana na tawala mbili za Marekani kabla ya Trump kufanya jitihada zilizoonekana kushindwa kabisa kupata njia au hazijafanikiwa kuweza kutoboa katika kuipata Greenland. Mnamo mwaka 1953 kisiwa hicho kilifanywa kuwa sehemu ya ufalme wa Denmark na Greenlander wakawa raia wa Denmark. So mnamo 1979 kura ya maoni juu ya sheria ya nyumbani ilipa Greenland udhibiti wa sera nyingi ndani ya eneo hilo, huku Denmark ikishikilia udhibiti wa mambo ya nje ya ulinzi. So Greenland ni makazi ya vituo vya kijeshi vya Denmark na vile vya Marekani. Na alipojibu vitisho vya Trump mapema mwaka 2026, waziri mkuu wa Greenland Nelson alisema hakuna shinikizo tena, hakuna kisingizio zaidi, hakuna mawazo zaidi ya kunyakua. Kura ya maoni inapendekeza kwamba watu wengi wa Greenland wanaunga mkono kusimamiwa na Denmark, lakini kwamba wengi wao pia wanakataa wazo la kuwa sehemu ya Marekani. Kwa hiyo issue imekuwa kubwa sana sasa hivi ikizungumziwa, na Trump anaonyesha ile nia ya kuitaka kwa hali yoyote Greenland. So anaweza kufanya kwa namna nyingine kama ambavyo amefanya hivi karibuni Venezuela. Unaona kuna uwezekano wa kuchukua hata kwa nguvu. Uwezekano huo upo kwa sababu alisema hakuna namna yoyote ambayo itaweza kuizuia White House kuchukua umiliki wa Greenland. Kwa hiyo tutegemee lolote, kwa sababu Marekani yeye ni superpower duniani, ni nchi yenye nguvu zaidi kijeshi na kiuchumi. Kwa hiyo kama litatokea inaweza lisiwe surprise. Unajua, hapa nilikuwa najiuliza ikitokea labda washirika wa NATO hawezi kufanya kitu katika hili. Washirika wa NATO hawezi kufanya chochote kwa sababu Trump na White House kwa ujumla wanachangia karibia nusu ya bajeti ambayo inatumiwa na NATO katika kuendesha operesheni zake. Kwa hiyo iko kitu hakiwezi kutokea kabisa. Nadhani kwa hapa itakuwa ambaye ametazama hii video na kuisikiliza pia atakuwa amepata uelewa kidogo kuhusiana na ni nini ambacho kinaendelea kati ya Trump na Greenland, swala ambalo limeibua gumzo kubwa sana sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. So cha kufanya, endelea kuwa hapa, tuendelea kupa updates kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Trump atafika wapi? Trump anataka nini? Maana sasa hivi ni kama anatamani kuzinyakua sehemu nyingi sana. Kwa hiyo subscribe na turn on alama notification.